Amen. Ujumbe wa utangulizi una kichwa kinachosema chuma kidogo kidogo. Chuma kidogo kidogo. Huu ni ujumbe ambao unatufundisha kanuni za kubarikiwa na Mungu. Wangapi wanapenda kubarikiwa na Mungu? Ni vizuri pia kuzijua kanuni za kubarikiwa na Mungu kibiblia. Sasa kanuni mojawapo ya kubarikiwa na Mungu ni kuchuma kidogo kidogo. Kwa namna gani? Tusome kile cha Mithali sura ya 13 na ule mstari wa 11. Kitabu cha Mithali sura ile ya 13 na mstari wa 11, neno la Mungu linasema, mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Mstari wa 12, kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo hugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Anasema kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo unaugua. Hakuna mtoto ambaye anatarajia kitu fulani katika wakati fulani alafu hicho kitu kikakawia akabaki kujisikia ndani yake yuko vile vile. Hakuna. Moyo unakuwa unaugua pale ambapo unatamani kitu fulani ukipate kwa wakati fulani alafu hicho kitu ukipate, moyo unaugua. Lakini kinapopatikana, Biblia inasema ni mti wa uzima. Lakini juu yake anasema mali inayopatikana kwa haraka itapunguka, lakini anayechuma kidogo kidogo atazidishiwa. Mali inayopatikana kwa haraka mfano wake ni upi? Ni zile mali za wizi. Unakuta mtu anataka kwenda kuiba, anaona kuna fedha mahali fulani, au kuna chance ya kuiba fedha katika mfumo fulani wa benki au katika mfuko wa mtu mwingine, akiba mtu mwingine, anataka kwenda kuiba ile pesa au ile mali ili kusudi atajirike kwa upesi. Ni kweli anaweza akafanikiwa kukichukua kile kitu alafu akaenda kauza akapata fedha, akanunua anachokitaka, labda akanunua gari, akajenga nyumba kwa fedha za wizi. Lakini fedha yote ambayo inapatikana kwa haraka, ambapo kwa njia ambayo pia sio halali, kwa sababu kuna fedha zinaweza zikapatikana kwa haraka lakini kwa njia halali, ila zile zinazopatikana kwa haraka lakini kwa njia ambayo sio halali, Biblia imesema zitapunguka. Na ni kweli, angalia watu wote ambao ni waizi, wataiba pesa nyingi, wataenda kununua vitu vya kifahari, lakini vile vitu vya fahari waga vikai. Atanunua simu ya gharama kwa fedha ile, lakini ile simu hata kana wataiuza tu. Wote ambao wanapataga fedha za haraka haraka ambazo sio halali, mwisho wa siku zile mali, zile fedha zinayeyuka. Kwa nini? Kwa sababu hajatafuta katika kanuni ambayo Mungu kaiweka. Kwa hiyo hawana uzoefu wa jinsi ya kutuma, ya kutunza au ya kuhifadhi fedha. Kwa hiyo unyoa kikipata hata ni sawa. Ndio maana fedha yote inayopatikana kwa haraka kwa njia ambayo sio halali inapunguka. Bwana Yesu asifiwe. Yoyote ile. Angalia watu ambao wanatafuta fedha kwa namna ambayo wanataka kutajirika haraka, asilimia kubwa zile fedha zikaagi. Kaangalie. Nenda kaangalia watu ambao, vijana ambao wanaenda kuchimba madini. Yaani wanatafuta njia za shortcut kupata utajiri wa haraka. Hata ukipata fedha au mawe yale kwa haraka sana, ukipata pesa nyingi, zile pesa huwa zikai. Ni wachache sana ambao wana kanuni zilizo sahihi wanaoenda kufanya kazi kama zile, wakapata fedha zikakaa. Lakini mtu aliyepata anachukua kidogo kidogo, kikipungua anakuwa na ndani yake anaumia, anasema ngoja nifikirie namna kukihifadhi hiki kitu kisije kikaisha chote. Kwa hiyo anakuwa anaongezeka kidogo kidogo, hiyo mali inakaa. Kwa Biblia inatufundisha hekima mojawapo ya kuweza kudumu au kukaa katika mafanikio ni kutafuta kuchuma kidogo kidogo. Naposema kidogo kidogo, maana yake unaenda kwa hatua. Unaanza na kazi ndogo, unapanda juu. Sitafute wala kutamani vitu vikubwa kwa muda mfupi, ni hatari sana. Ni hatari kwa namna gani? Naomba tuangalie kibiblia pia hekima ya Mungu katika kuinua watu au kuwajaza watu au kuwatanua watu. Hii dunia ambapo kipindi ambacho Mungu kaiumba ilianza na watu wawili tu, Adam na Hawa, wazazi wetu wa kwanza. Lakini mpango wa Mungu ni dunia ijae watu. Mpango wa Mungu ulikuwa ni dunia ijae watu. Na sisi wote tulishaumbwa tangu pale Eden. Isipokuwa tulikuwa tumeumbwa kama mbegu nyingine. Tuko katika uzao wa Adam. Tuko ndani ya Adam. Mungu haumbi tena wanadamu wengine. Alishatuumba Eden. Lakini tulikuwa ndani ya Adam. Ndio maana tunapozaliwa sasa hivi tunarithi dhambi za Adam. Mungu haumbi tena miti mingine. Alishaumba pale Eden miti, akaweka mbegu ndani ya ile miti. Kwa hiyo sasa hivi tunachokiona hichi ni kitu kilichoumbwa Eden, lakini kimekuja kuchipuka leo. Mbegu ilikopo ndani ya mti wa kwanza inakuja kuonekana leo.
Wewe uliumbwa Eden pale, kwa sababu Biblia inasema pale ndipo vizazi vya mbingu na nchi vilipoumbwa, siku ile pale Mungu alipoumba mtu wa kwanza pale. Uliumbwa ulikuwa ndani ya Adam, lakini leo unakuja kutokea hivi. Lakini sasa mpango wa Mungu ulikuwa ni dunia ijae watu, lakini Mungu anataka kutuumba wote na kutuleta duniani kwa pamoja. Papo mimi, wewe, au tuseme tu hata kizazi chetu hichi, hajatuleta wote kwa pamoja tukatokea mbinguni au tukaumbwa kwenye udongo tukatokea hapa. Na uhakika Mungu angetuumba kwa namna hiyo, duniani tusingekuwa tuna umoja, tusingekuwa tuna upendo, tusingekuwa tuna heshima. Lakini alipotuweka kwamba huyu amzae yule au na mahusiano na yule, hiyo inafanya kunakuwa kuna oda nzuri na dunia inajaa watu. Sababu kila mmoja anayekuja duniani anajua kuna mwingine aliye mkubwa wake, anajua kuna mdogo wake, anajua kuna familia, yuko katika familia. Kwa ukiangalia duniani kuna familia nyingi, kuna koo nyingi. Lakini hizo ndo zinazounganisha kufanya dunia ijae watu. Mungu alijaza dunia kwa namna hiyo, yule amzae yule, kwa kidogo dunia imejaa na leo hii tuko wengi duniani. Hiyo ni hekima ya Mungu. Hajataka wote tutokee kwa pamoja. Pia vile kipindi ambacho wanaingiza wana Israeli katika ile nchi ya ahadi, Biblia inatuambia kwamba Mungu alipowavusha Jordan, kwa sababu alipovusha Jordan ardhi ilikuwepo na kila kabila lilikuwa lina urithi wake ambao limekusudiwa kupokea katika ile ardhi. Sasa ajabu ni kwamba walipovuka Jordan, Mungu akamwambia sasa naenda kuwapa nchi yote, urithi wote na wapeni nyie. Tunasoma hekima nyingine ajabu sana. Walipofika katika nchi ya ahadi, tutengeneze picha nchi ya ahadi ndio kama ile taifa letu au tuchukue tu labda ni mkoa wa Arusha. Mkoa wa Arusha una sehemu nyingi. Kuna huku wanakuita, unakula wanakuita Kimandolu, unakula wanakuita Usa, unakula wanakuita Kisongo, unakula wanakuita Katiti, unakula wanakuita Sanawari na sehemu kadha. Sasa wale wa Israeli walipoingia, tuseme wanaingia labda Arusha, ilikuwa ni kikundi kidogo tu. Mungu hakuwapa ardhi yote kwa wakati mmoja na kuambia sasa kabila fulani mtakuwepo pale. Hakuwapa hivi, bali alikuwa anawapa kidogo. Na hekima ya Mungu kuwapa kidogo ile ardhi ni ili wanyama wasije kuongezeka wa nchi wakawadhuru wale wana wa Israeli. Kwa hiyo alikuwa anawapa labda Sanawari, alafu anasubiria wakishazaliana wana Israeli wakiongezeka, anakuja kuongezea kipande kingine labda Mianzini. Anasubiria kishaongezeka, anaongezea kipande kingine labda kule Elboro. Hivyo mpaka walipokuwa wengi ndo wakaondoa wale maadui wote wakakaa kule. Kwa wale maadui walikuwa wanabaki, waliendelea kubaki hata baada ya wana Israeli kufika katika nchi ya ahadi. Mungu hakuondoa, alikuwa anaondoa kidogo kwa sababu akiondoa kwa wote kwa pamoja, pale Biblia inasema ile nchi itajaa wanyama. Sasa nikusomee kitabu cha Kutoka sura 23 na ule mstari wa 27. Kutoka 23:27 hadi 30. Kitabu cha Kutoka 23:27 hadi 30, alafu baada hapo tutaenda kuangalia tu maswali mengine, maswali ambayo tunayo. 23:27 hadi 30. Biblia inasema hivi: nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikiria, nami nitafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao, nami nitapeleka mavu mbele yako. Mavu ni wale nyigu watakaomfukuza Mhivi na Mkanani na Mhiti watoke mbele yako. Soma mstari wa 29. Anasema sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja, nchi isiwe ukiwa na wanyama wa bara wakaongezeka kukusumbua. Nitawafukuza kidogo mbele yako, hata utakapoongezeka wewe na kuirithi hiyo nchi. Nami nitakuwekea mpaka wako tangu bahari ya Shamu hata bahari ya Wafilisti, tena tangu jangwani hata huo mto, kwa kuwa nitawatia wenyeji wa nchi mikononi mwako, naye utawafukuza mbele yako. Tuishie tu hapo. Unaona, Biblia inatufundisha kwamba Mungu alikuwa anawafukuza kidogo wale maadui mpaka wana Israeli watakapokuwa wengi kiidadi, ndipo wapewe urithi wote. Lakini katika kile kikundi, tengeneza picha tu kwa watu 20, tunapewa Arusha nzima. Tukipewa Arusha nzima na watu wakaondolewa, maana yake mapori yataongezeka huko, mbu wataongezeka, wanyama wakali wataongezeka, manyoka wataongezeka. Lakini hekima ya Mungu ni kama tuko watu 20, tunapewa labda kisehemu kidogo, tunasubiria tuongezeke, tuzaliane, kisha tunapewa hizo sehemu nyingine, wanaendelea kukaa, watu wanalima, wanaendelea kuweka ardhi ili wanyama wasije kuongezeka. Ikawa ni kazi kubwa baadaye kwenda kuishi katika hayo maeneo, miti kaote, ikawa ni kazi kubwa. Hiyo ni hekima ya Mungu.
Kwa kila kitu unaona Mungu ametengeneza mfumo wa kidogo 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 kidogo. Mmea huu mti unavyoota hapa, hakuna mtoto anaweza kaja kaona kwa macho yake jinsi unavyokuwa. Lakini ukiondoka hapa na kurudi mwezi unaokuja utakuta umeongezeka. Mimi ambao niko hapa au ambao uko hapo unaweza kuona mbona hamna badiliko lolote. Lakini aliyeondoka na kurudi anakuja kuona kile kitu kimekuwa. Lakini kwa macho ya damu na nyama huwezi kuona. Lakini kuna kitu kinatokea. Jua linavyochomoza. Hakuna mtoto anaweza kaona jinsi jua linavyotembea, hakuna. Lakini linatembea lile. Wakati mwingine unaweza kuangalia juu ukaona mwezi kama unasogea, huwezi kuona kwa macho. Kinachosogea unachokiona ni mawingu ndio yanasogea. Lakini macho yako kuweza kugundua ule msogeo wa mwezi kwa nadra sana. Huwezi macho yako kugundua jinsi mmea unavyokuwa. Hauwezi macho yako hayawezi kugundua jinsi nywele zinavyokuwa au kucha zinavyoota. Hakuna mtoto anaweza kaona nywele zake zinavyoota. Kuna mtu anaweza kaona? Hakuna. Hakuna mtoto anaweza kaona mtoto wake anavyokuwa na kumwangalia leo naona jinsi anavyoongezeka. Kuna utashangaa tu ameshakuwa. Lakini ni vitu vinavyotendeka kidogo kidogo na vinakuwa na mafanikio makubwa. Kwa mpango wa Mungu siku zote ni kidogo kidogo, sio haraka haraka. Ni kidogo kidogo, lakini lengo ni kulifanikisha ile jambo. Mtoto anapokaa tumboni mwa mama yake miezi 9 anatengenezwa. Akitoka pale anakuwa imara. Kidogo kidogo, hatua kwa hatua. Ndivyo ambavyo Mungu anatufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini naleta hili? Ni kwa sababu tunazo kazi au tutakuwa na kazi. Tunapofanya kazi au tunapokuwa na kazi, tuzingatie jambo hilo, kutokuwa na tamaa ya kupata vitu vingi kwa wakati mmoja. Mali inayopatikana kwa haraka, Biblia inasema itapunguka. Usiwe na tamaa ya kupata vitu vingi kwa wakati mmoja. Kuwa na tamaa kuwa na vitu vingi, lakini usivitamani kuvipata papo kwa hapo, hivyo hapo. Na pia utaona pia biashara nyingi sana za utapeli zinakujaga hivyo. Mtu anaidiwa utapata mali nyingi ndani ya lisali moja, ndani ya dakika moja. Hizo ni kazi haramu. Vile vile pia kazi za bahati nasibu, kubeti. Unaona mtu anaenda pale anaambiwa toa 500 utapata milioni 20. Nakumbuka kipindi ambacho nasoma chuo, kuna marafiki zangu walikuwa wanabeti. Ile kubeti unaenda kununua, unatoa 500 alafu unapewa kitu kinaitwa mkeka. Wanakiita mkeka. Ule mkeka ukiupatia unapata zaidi ya milioni 100. Na rafiki yangu mmoja alikuwa ananunua mikeka ya kutosha. Anakuja nayo pale, ananiambia subiri nitakuwa milionea. Siku sio nyingi. Anakuja pale. Kila siku kazi yake ni kuchana mikeka tu. Hajai kupata. Akiangalia pesa alizozitoa na alichokipata ni vitu vile tofauti. Kwa nini? Kwa sababu ya tamaa ya kupata vitu haraka kwa pupa. Hiyo kazi imelaaniwa. Ukiwa na mtoto au niwe mwenyewe unafanya betting, usifanye hivyo. Kwanza Biblia imekataza. Inasema katika kitabu kile cha Mambo ya Lawi kwamba asiwapo mwenye kubashiri katikati yenu wala msihiri wala mchawi. Kazi ya kubeti au kwa Kiswahili kubashiri inafananishwa na uchawi. Kwenye Biblia. Mtu anayefanya betting, anaenda kubeti, na anayefanya uchawi ni kitu kimoja kibiblia. Kwa hiyo hivyo inazidi kuturudisha. Tujiepushe na mali za haraka. Tufanye kazi halali. Unafanya kazi zako, unakusanya 500, unakusanya 1000, nenda na hiyo huku ukiwa unapanga mipango ya kuongezeka kufikia kiwango fulani. Usikae na kusema sasa hapa mimi sina chochote, naenda mjini narudi, au naenda sehemu fulani narudi, nataka niwe na milioni 100 hapa au milioni 10 au milioni 20. Ndani ya wiki moja, ndani ya siku moja utaingia katika majaribu ambayo wewe mwenyewe utashangaa nimeingiaje huko. Wanaoenda kwa waganga kienyeji asilimia kubwa ni watu wanaotafuta mali za haraka. Mtu utaona anataka kuwa tajiri ndani ya muda mfupi, anaenda kwa mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji anamwambia katoe kafara kitu fulani, kalete kitu fulani, ishi hivi ishi vile. Kumbe anaongeza matatizo na kile anachokitafuta akipati. Sio kanuni ya Mungu kufanyaga vitu kwa haraka, kwa pupa. Sio kanuni ya Mungu. Hapa unaona mvua inavyokuja hapa. Haijalishi mvua itanyesha nyingi kiasi gani, lakini muda paka indi lianze kutoka paka lije kuzaa matunda linabaki vile vile. Miezi 3, sijui ni 4 inabaki vile vile. Yaani hata tufanyaje, Mungu anaweka kitu taratibu paka kije kuzaa matunda ni taratibu. Haijalishi mtoto atazaliwa alafu alisho chakula chenye virutubisho kiasi gani, paka afikie kipindi ambacho na yeye pia anaweza kuzaa mtoto mwingine, itachukua zaidi ya miaka 10 na mpaka 20. Kidogo. Kwa hiyo chochote chenye msingi mzuri wa kuanzia kidogo
kinakuwa kinakuja kuleta faida kubwa hapo baadaye, na faida ile inakuwa ni ya moja kwa moja, sio faida ambayo itapotea. Lakini ukitaka mali zako zipotee ghafla, tafuta mali za ghafla. Ukitaka mambo yako yaharibike ghafla, tafuta mambo ya ghafla. Biblia inasema hivyo, achumai kidogo kidogo atazidishiwa, lakini mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, wala Biblia haisemi uongo. Amen. Kwa hiyo hilo ni neno tu ambalo la utangulizi, nataka tutembee nalo. Popote pale tunapokwenda tulikumbuke jambo hilo.